Hii ni kata ya Mwananyamala na huu ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kuanzia mwaka 2020 hadi 2025. Na utekelezaji huu umefanyika na mstahiki meya wa manispaa ya Kinondoni ambaye pia ni diwani wa kata ya Mwananyamala, ndugu Songoro Hamisi Mnyonge. Karibu katika dakika 50 za dokumentari ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nami Janet Michael nitakuongoza mwanzo hadi mwisho. Karibu sana. Mwaka huu 2025 ni mwaka ambao tunahitimisha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwenye kata yetu ya Mwananyamala. Tumeanza utekelezaji wa ilani kama diwani kuanzia mwaka 2020 na tunahitimisha mwaka huu 2025. Mwezi Oktoba tutakuwa tunaingia kwenye uchaguzi mkuu. Sasa nichukue fursa hii nieleze kwamba miaka hii mitano ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwenye kata yetu ya Mwananyamala imekuwa ni miaka ya mafanikio makubwa. Tumefanikiwa kwenye elimu, na nikizungumza elimu tuna elimu ya msingi pamoja na elimu ya sekondari. Tumefanikiwa kwenye afya, tumefanikiwa kwenye miundombinu. Haya ni maeneo ambayo kwa kweli nasema tumefanikiwa vizuri sana ndani ya kata yetu ya Mwananyamala. Nikianza kwenye elimu ya msingi, tumefanikiwa kuboresha miundombinu katika shule zetu za msingi. Tunayo shule ya kwanza ni shule ya msingi Kinondoni. Hii ndiyo shule kongwe ambayo imezizaa shule nyingine. Ndani ya shule ya msingi Kinondoni tuna shule ya msingi Msisiri, lakini tuna shule ya msingi Mwongozo, na mwisho tuna shule ya msingi Msisiri B. Shule zote hizi kwa kipindi cha miaka minne tumeziboreshea miundombinu, na nikisema miundombinu ya shule tumezungumzia kwanza uboreshaji wa madarasa, lakini vikalio kwa maana ya madawati, yani kutengeneza mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia. Lakini vile vile tumeendelea katika bajeti ya halmashauri kuongeza madarasa, na shule ambayo imepata bahati ya kuongeza madarasa ni shule zetu mbili. Ya kwanza ni shule ya msingi Mwongozo, tumefanya ukarabati mkubwa wa madarasa, lakini shule ya pili ni shule ya msingi Msisiri B. Shule ya msingi Msisiri B, eneo lake lilikuwa ni eneo dogo. Kasema lazima pale tufanye mapinduzi, tujenge jengo ambalo sasa litakuwa ni la ghorofa. Ninafurahi kusema jenzi wa shule ili ya ghorofa ambayo itakuwa na jumla ya madarasa takriban 18 ni kama umeshakamilika, umefikia asilimia sasa ni zaidi ya asilimia 90. Kazi ambayo inaendelea sasa ni kazi ya kupaua kwa maana ya kupiga bati ile floor ya mwisho, na baada ya hapo tutaendelea kufanya finishing kwenye vyumba vile vya ile floor ya 3, na baada ya hapo wanafunzi sasa watakuwa wameingia, kwa maana ujenzi ule utakuwa umekamilika kwa asilimia 100. Gharama za shule hii ambazo zimekwisha tumika mpaka sasa kwenye shule ya msingi ya Msisiri B ambayo imebadilisha kabisa lile eneo, jumla ni shilingi milioni 907,592,000. Kati ya fedha zilizotengwa ambazo nasema zitakuwa ni kama kwenye bilioni 1 na kidogo. Hela ambazo zimebaki ambazo bado hazijaingia ni kama milioni 102,408,000. Kwa hiyo shule ya Msisiri sasa iko vizuri na mazingira ya kusomea ni mazuri, na watu kwa kweli niseme wananchi wakazi wa Msisiri wamefurahia sana maendeleo ambayo mimi kama diwani kwa kushirikiana na viongozi wenzangu wa serikali tumeweza kuibadilisha shule ile na kuwa na muonekano ambao mwingine akifika pale Msisiri anaweza akafikiri ile sio shule ya msingi, ni shule ya sekondari. Ndio ya kwanza, tunasema ni shule ya kwanza ya msingi
ya ghorofa ndani ya kata yetu ya Mwananyamala. Lakini la pili, kwenye bajeti yetu, shule ya msingi ya Mwongozo ni moja ya shule ambayo inazo changamoto. Moja ya changamoto ni kuwa na mafuriko. Shule ile sasa hivi baada ya ujenzi wa barabara, shule ile inaonekana iko chini na maji yote yanakimbilia pale. Kwa hiyo mimi kama diwani, lakini na meya wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, tumesema lazima shule ile ipewe kipaumbele cha kipekee. Hatuwezi kuvunja yale madarasa. Ni lazima sasa yale madarasa yanatakiwa yaweze kuinuliwa, kwa maana na kujaza kifusi madarasa yaweze kuwa juu. Tumeanza kazi hiyo kwa awamu. Yako madarasa ambayo tayari tumeshayajenga na yako juu. Lakini na kwenye mwaka huu wa fedha wa 25-26 tumeweka kwenye bajeti yetu fedha nyingine jumla ya shilingi milioni 60 ambazo zitajenga madarasa 5 kwenye shule ya msingi ya Mwongozo. Tunakwenda hivyo kwa awamu ili mpaka muda fulani ukifikia tutakuwa tumekamilisha kuinua yale madarasa yote, na ile shule sasa itakuwa iko kwenye level ya juu. Kwa hiyo mafuriko yakija yatakuwa hayawezi kuingia tena kwenye madarasa. Na lengo la kata, ama niseme lengo la manispaa, ni kuifanya pia shule ya msingi ya Mwongozo, na hayo ni matarajio yangu, kuwa English medium. Sasa hatuwezi tukaifanya ile shule kuwa English medium kama vile hatutaboresha miundombinu yake. Kwa hiyo nina hakika kwenye mwaka ujao wa fedha wa 25-26 ambao utekelezaji wake unaanza mwezi Julai mwaka huu, shule ile tutazingatia pia uboreshaji wa hayo madarasa. Hayo ni mafanikio katika shule hiyo. Lakini kwa upande wa sekondari, sisi tunayo sekondari yetu ya kata ambayo ni sekondari ya Kambangwa. Sekondari ya Kambangwa nayo sasa hivi tumeipa kipaumbele. Moja ya kipaumbele ambacho tumeipa sekondari yetu ni kuboresha miundombinu yake. Kwa sasa mtu anapofika pale Kambangwa ataona kwamba yale madarasa yameboresha, na nashukuru wakati wa uviko shule ile ilipata mgao na tuliweza kutengeneza madarasa 6 ambayo yaligharimu jumla shilingi milioni 120. Kwa kuboresha, kwa kutengeneza madarasa yale, tumeweza kuongeza idadi ya wanafunzi. Kwa maana sasa tunao wanafunzi wengi ambao wanasoma pale kwa sababu nafasi ziko za kutosha. Lakini vile imeisaidia halmashauri ya manispaa ya Kinondoni kuondokana na mtindo ule wa zamani. Tulikuwa watu wakimaliza darasa la 7 wanapokwenda sekondari tunakuwa na tuna first selection na second selection. Sasa tumekuwa na first selection peke yake. Kimaliza tukichagua wanafunzi kwenda kidato cha kwanza, wanaingia wote kwa mtindo aina moja. Sio hawa wanasubiri wengine, hawa wana nini. Na kwa nini tumefanikiwa? Tumefanikiwa ni kwa sababu tunayo madarasa ya kutosha sasa katika shule ile. Ambacho tunaendelea sasa kukifanya kwenye mipango yetu ya mbele ni kuboresha maabara. Tumesema shule hizi lazima maabara ya fizikia iwepo na iweze kufanya kazi vizuri, maabara ya biolojia pamoja na maabara ya kemia. Haya ndio mambo ambayo tunasema tunayaboresha katika shule yetu hii ya sekondari ya Kambangwa. Lakini kipekee shule ile pia nimesema inalo darasa la kompyuta. Wenzetu wa Vodacom walitusaidia miaka hiyo, tukaweza kuwa tuna darasa la kompyuta la wanafunzi kujifunza kompyuta pale shuleni. Hayo ni mafanikio ambayo tunayo kwenye shule yetu ya kata ya sekondari ya Kambangwa, ambayo kwenye shule nyingine inawezekana mafanikio yao hayapo. Lakini kwenye shule kongwe, shule ya msingi Kinondoni, kwenye mwaka huu wa fedha unaoishia, lakini na kwenye mwaka ujao wa fedha, nayo tumeikumbuka. Kwenye mwaka huu unaokwenda kuisha Julai, tumeitengea shule ile jumla shilingi milioni 53,600 kwa ajili ya ukarabati wa madarasa 4. Yapo madarasa pale hali yake sasa hivi imekuwa ni chakavu, yanavuja. Kwa hiyo tumeitengea jumla ya fedha hizo ambazo nimeeleza, na kazi hiyo itaanza muda si mrefu. Lengo letu shule hii ambayo ndio imezizaa shule hizi nyingine nilizosema kwenye kata yetu ya Mwananyamala, tunataka shule ile iweze kurudi kwenye kiwango chake na sifa ambayo imekuwepo. Wapo viongozi wengi wamesoma kwenye ile shule ya msingi Kinondoni. Ni shule ambayo ilianzishwa
historia inaonyesha ilianzishwa toka mwaka 1953. Lakini na mimi kama diwani na meya nimeongea na watu wa benki ya NMB kutumia ile mfuko wao unaoita CSR walau nayo kuweza kuikumbuka ile shule na kuisaidia. Nilikwenda mwenyewe nikakutana na mtendaji mkuu wa benki ya NMB Mama Zaipuna, ameniahidi kwamba wataisaidia ile shule. Sasa nimepeleka mahitaji mengi, lakini nisubiri, wamenijibu kwamba wataiweka kwenye bajeti zao na watatusaidia. Kwa hiyo nasubiri nione watatusaidia katika eneo gani. Hiyo ni shule yetu ya msingi ya Kinondoni. Tukija upande wa miundombinu, kata ya Mwananyamala ni moja ya kata nasema ziko vizuri sana kimiundombinu. Ni kata ambazo zimeunganika na barabara, zimeunganishwa na barabara za kiwango cha lami. Barabara hizi zimetokana na miradi mikuu miwili. Mradi wa kwanza ni mradi wa DMDP. Mradi wa DMDP watu wanasema charity begins at home. Kama diwani na meya, pamoja na kwamba tunawajibika kwa halmashauri nzima, lakini una kata ambayo imekufanya uwe meya. Nimehakikisha Mwananyamala ilipata DMDP 1. Imeweza kujengewa barabara pamoja na mitaro ya maji ya mvua kwenye mitaa miwili ya kimkakati. Mtaa wa kwanza ni mtaa wa Mwinjuma. Mtaa wa Mwinjuma umejengewa barabara za lami pamoja na mifereji na taa za barabarani. Katika mtaa ule ukichanganya na mtaa mwingine wa Bwawani ambao umefanywa kama ilivyofanyika kwenye mtaa wa Mwinjuma, tumepata barabara ukizijumlisha zile kilomita zake ni takriban kilomita 8.5. Kwa maana barabara zile zote za mitaani tumeweza kuziwekea lami, taa za barabarani pamoja na mifereji ya mvua. Leo ukipita kule maeneo ya Garden, ukija mpaka maeneo ya Komakoma, ukienda kule Bwawani, kumependeza vizuri. Tumeweza kupandisha thamani ya nyumba, lakini tumeweza kuinua uchumi wa mwananchi mmoja mmoja. Ni kwa sababu ya barabara nzuri ambazo tumezijenga katika lile eneo. Barabara ambazo pia pamoja na ile mitaro zimeenda kujibu changamoto ya mafuriko ya yale maeneo. Leo hii mtaa wa Bwawani walikuwa tayari wameniomba hata mimi mstahiki meya kwamba mheshimiwa, sasa hatuna sababu ya huu mtaa kuendelea kuitwa Bwawani. Tuliupa mtaa huu jina la Bwawani kwa sababu kihistoria ni mtaa ambao ulikuwa muda wote unakumbwa na mafuriko. Sasa Bwawani ni sehemu tu ya maji kupita na kuondoka, sio mafuriko tena. Je, tuna sababu ya kuitwa Bwawani? Kwa hiyo ni basi tu wameniambia ni kwa sababu tulichelewa kwenye uchaguzi uliopita wa serikali ya mtaa, lakini wengi walikuwa wanasema mtaa huu sasa una sababu ya kubadilishwa jina na kuitwa Victoria, kwa sababu mtaa ule ndio unaokwenda mpaka maeneo ya Victoria. Leo ukipita kule Victoria kwenye barabara ya Ali Hassan Mwinyi, eneo lile limesimama magorofa mazuri sana ambayo yanavutia na yanapendeza. Mtu akipita kule anasema kweli ile eneo lina majengo mazuri. Sasa lile eneo lipo ndani ya kata ya Mwananyamala kwenye mtaa wa Bwawani. Kwa wale ambao hawajui, mitaa ile ya Uporoto, hata waziri wangu wa TAMISEMI Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa naye ni mkazi kwenye mtaa wangu wa Bwawani. Zamani alikuwa analalamika, anasema hivi, mheshimiwa diwani, huku Bwawani kutakuja kutengenezwa? Nikamwambia tutatengeneza. Wakati huo bado alikuwa hajafikiria kama angeweza kuja kuwa waziri leo wa TAMISEMI, lakini nashukuru leo ni waziri wa TAMISEMI, na wakati huo alikuwa vile vile hajafikiria kama angekuwa mbunge wa Rufiji. Leo ni mbunge wa Rufiji, lakini nafurahi kwamba amekuja kufurahia matunda ya kile ambacho nilikuwa nimemwahidi, na kwa ushirikiano ambao mheshimiwa Mchengerwa alitupa sisi halmashauri kupitia mapendekezo ya mtaa. Upo mtaa mmoja pale kwake unaitwa Mchengerwa Road, mtaa mzuri kabisa ambao umetokana na mchango wake, ushiriki wake katika kusukuma maendeleo na ushauri wake kwetu sisi kama viongozi, ili walau tuweze kuboresha miundombinu ya lile eneo. Lakini hapo Bwawani kupitia mradi wa DMDP tunalo soko zuri kabisa la kisasa. Tumelijenga kwa fedha hizo za DMDP, soko ambalo muda si mrefu ozi limechelea sana kuimarika kibiashara, lakini tumempata mwekezaji ambaye anakuja kuliboresha, kwa maana patakuwa pale pana bidhaa maalum ambazo zitawavuta watu kwenda katika lile eneo. Hayo ni mafanikio
ambayo tumeyaleta katika eneo lile Bwawani. Lakini Bwawani tunayo barabara ya Dunga, ilikuwa mbovu. Dunga ilikuwa inakuja inatokea maeneo ya Kwakopa. Barabara ile tulifanya maamuzi magumu kwa kushirikiana na DMDP, kwa kushirikiana na TARURA. Tukasema hatuwezi kutengeneza huku kote kukawa kubaya, tutengeneze na pale pawe vizuri. Barabara ile tuliifumua na tumeijenga kwa kiwango cha zege. Inatoka kona ya Kawawa Road inakwenda kuungana na barabara ya Mwananyamala Hospitali katika mtaa wa Kopa. Deni ambalo watu wa Kopa wananidai ni mtaa wa Kopa, na hilo tunalifanyia kazi, ni kurudisha taa zao za barabarani. Tumeweka taa barabarani, lakini kule ndani taa ambazo zilikuwa zimewekwa wakati wa mradi wa CIUP, sasa hivi taa zile hazifanyi kazi. Sisi kama halmashauri tumepitisha katika bajeti yetu kununua taa za sola, na moja ya eneo ambalo tunakwenda kulipatia taa za sola ni mtaa wa Kwakopa. Kwa hiyo nawaomba pia watu wa mtaa wa Kwakopa wakawe mkao wa kula, na wao tunakwenda kuwasaidia katika hilo eneo. Lakini vile vile kule Kwakopa, moja ya jambo ambalo tunakwenda kulifanyia kazi ni kuifungua Kopa. Kopa ukiingia huna njia ya kutoka. Tumeanza tathmini sisi halmashauri kutumia wataalamu wetu wa halmashauri ili kuangalia ni fidia kiasi gani tunaweza tukalipa tuweze kufungua njia itakayounganisha Kopa na Bwawani, ili mtu aingie na gari Kopa aweze kutokea mtaa wa Bwawani aweze kwenda kule Uporoto na kuelekea kwenye barabara ya Bagamoyo Road. Ili tunalifanyia kazi, na nadhani mwaka huu wa 25 kama utakwisha, basi itakapofika mwaka 2026 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu lipo jambo ambalo tutalifanya la kuifungua pia Kopa. Maeneo mengine nadhani mmeona tumeendelea kuboresha barabara zetu za ndani. Kwenye zahanati yetu ya Kambangwa tumeshirikiana na TARURA, ni kama diwani, tumeboresha barabara, tunaendelea kujenga. Tumeanza kujenga kwa kuweka vifusi, lakini matarajio ya baadaye ni barabara hizi tuje tuzifanye ziwe za kudumu kwa maana ya kuziwekea lami. Lakini kwenye mpango mwingine kupitia DMDP 2 inayokuja, tumeiweka kwenye mpango wa kujengwa barabara kutoka Kinondoni Hospital pale maarufu kwa Dr. Mvungi. Barabara ile ipite kwenye mahakama yetu ya Kinondoni, ije ipite Afrikando, itokee Masjid Takwa, ije iungane na barabara, ije nyingine itaingia Taiga, itakuja kuungana na barabara ambayo imepewa jina la Songoro Mnyonge, ambayo inakwenda mpaka kwenye ofisi ya afisa mtendaji wa kata. Lakini vile vile nyingine itakuja ipite kwenye zahanati ya Kambangwa ambako tayari kwa sasa hivi tumeikarabati, itakuja kuungana na barabara ya Mwananyamala Hospitali. Haya tunataka tuyafanye ili kuboresha miundombinu ya barabara. Lakini barabara ya Mwinjuma Road nayo ilikuwa kwenye package ya DMDP 2. Wananchi ni mashahidi, kuanzia kwenye mataa karibu na Mwanamboka pale, barabara ile imeboreshwa vizuri. Tumeizungusha barabara ile kwenda mpaka kwa Manjunju. Ilikuwa ni package ya kata yetu ya Mwananyamala ambayo ikaunganisha na barabara ya Mwananyamala Hospitali, ikaingia huko Manjunju ambapo ni kata ya Makumbusho. Tulisema ni lazima tutengeneze barabara ambayo itakuwa ni ring road itakayoweza kuzungusha, lakini package yake ilikuwa ni kwenye kata yetu ya Mwananyamala. Lakini barabara hii imeweza kuzunguka mpaka kwenye kata ya Makumbusho na hatimaye ikaingia kwenye daraja la pale kwa Manjunju, imeingia kwenye kata ya Tandale. Haya ni mafanikio. Sasa hivi mtu akiwa anatoka Tandale anataka kuja Mwananyamala Hospitali hawezi kuzunguka kama ilivyokuwa zamani, anakatiza pale anakuja Mwananyamala. Na kwa kweli haya ni mafanikio katika eneo hilo la miundombinu ya barabara. Hapa tupo katika barabara ama niseme mtaa wa Kasaba. Mtaa huu ndio ambao unatenganisha mtaa wa Kambangwa pamoja na mtaa wa Balozi Solo. Barabara hii mnayoiona ilikuwa ni mbovu, ilikuwa haitazamiki, lakini kwa jitihada, kwa maana kwa kushirikiana na mheshimiwa mbunge pamoja na
wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA, tulitenga fedha jumla shilingi milioni 559 na 148,000 kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii ambayo ina urefu wa mita 510. Mita 510 ni sawa na nusu kilomita. Barabara hii inaanzia kwenye kona ya barabara ya Mwinjuma pale katika eneo la MK na inakuja mpaka kwenye kona ya barabara ya Kawawa hapa katika eneo maarufu kwa Mwanamboka. Kwa nini tuliamua kujenga barabara hii? Tuliamua kujenga barabara hii kwa sababu barabara hii tunasema ni cross cutting. Ni barabara ambayo inaunganisha barabara kuu mbili, kwa maana barabara ya Mwinjuma pamoja na barabara ya Kawawa. Na tumesema ni cross cutting ama niseme ni barabara mtambuka kwa sababu inasaidia kupunguza foleni. Kwamba badala ya wananchi ambao wenye magari kuzunguka mpaka kwenda kwenye kona ya Mwinjuma kule, wanaweza wakachepuka kupitia mtaa huu wa Kasaba, wakaja wakaingia Kawawa Road, wakaendelea na safari. Kwa hiyo barabara hii imekuwa ni kiungo. Kwanza imeongeza thamani ya nyumba zetu katika mtaa wa Kambangwa na mtaa wa Balozi Msolomi kama ambavyo mnaona. Baada ya kukamilika kwa barabara hii, nyumba sasa zimepanda thamani na wananchi wengi sasa kupitia nyumba zao wamebadilisha sasa na kufungua biashara za aina mbalimbali. Ziko saluni, yapo maduka ya kisasa, yako mabotiki. Yote ni mafanikio ambayo yamepatikana kutokana na ujenzi wa barabara hii. Awamu ya pili, matarajio yangu pamoja na viongozi wenzangu ni kujenga pia mtaa wa Karafuu ambao vile vile unaunganisha Kambangwa na Balozi Msolomi. Kwa maana kuanzia pale kwenye sheli ya Skyline, barabara hiyo itakuja vile vile kuungana na barabara ya Kawawa. Lakini hayo ni matarajio kwenye mwaka ujao wa fedha. Tumesema tumeanza na hii, lakini tutaendelea na barabara nyingine. Wito wangu kwa wananchi ni kuitunza barabara hii, kupaki pembeni ya barabara, sio kuzuia njia, lakini vile vile kufanya usafi, kwa sababu moja ya jambo ambalo tumelizingatia kwenye barabara hii ni pamoja na mifereji ama niseme mitaro ya maji ya mvua. Ziko changamoto ambazo zimejitokeza kwamba zile chemba za kupokea maji zimeonekana kwamba ni ndogo, lakini kupitia mainjinia wetu wa TARURA na wale wa manispaa tutafanya ukaguzi kwenye hizo chemba, ikiwezekana kuzipanua tutazipanua ili walau maji yaweze kutembea vizuri na asiweze kuleta athari kwa maana ya mafuriko katika nyumba ambazo ziko pembezoni mwa barabara hii. Kushoto kwangu ninaye mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kambangwa Bi Rehema Mwakyusa, ambaye toka siku ya kwanza tunaanza mpango wa ujenzi wa barabara hii tulikuwa naye. Tulimshirikisha pia mheshimiwa mbunge wa jimbo letu la Kinondoni, Mheshimiwa Tarimba Abbas Tarimba, tulikuwa naye hapa, na kwa kweli kazi imefanyika na sasa wananchi wanafurahia uwepo wa barabara hii. Lakini na sisi kama serikali tunasema tumerahisisha mawasiliano ya wananchi kutoka maeneo mbalimbali, sio tu ya mtaa wa Kambangwa na Balozi Msolomi, lakini watu wa kata ya Mwananyamala, lakini na kata za jirani ambao wanakwenda mjini kufuata huduma na mahitaji mbalimbali. Kwa jina ninaitwa Rehema Harold Mwakyusa, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kambangwa. Kama alivyoongea mheshimiwa diwani wetu na mstahiki meya wa manispaa yetu ya Kinondoni, kweli hili zoezi limefaidisha sana maeneo yetu na imepandisha hadhi ya makazi ya wananchi wa mtaa huu. Na zoezi hili limeenda kwa wakati, tena bila kubugzi mwananchi yoyote. Hawajagusa kitu chochote, haijaleta migogoro yoyote kati ya wananchi na wakandarasi. Tunakushukuru sana mheshimiwa diwani, na hata siku ya ufunguzi kama alivyoanza kusema mheshimiwa diwani, tulikuwa na mheshimiwa Abbas Tarimba ambaye ni mbunge wetu wa Kinondoni na mheshimiwa diwani wetu mstahiki wetu meya Songoro Mnyonge. Wameanza kwa wakati na wamemaliza kwa wakati. Tunashukuru sana. Thamani za nyumba zimepanda, mandhari yamekuwa mazuri. Tunashukuru, na tena tunazidi kuleta ombi kwamba ikiwezekana mtaa wa Karafuu ufate kwa haraka. Hilo ni ombi. Na pembeni yuko mjumbe wa shina hii namba 7 Bi Fatma Ngoswe, naye anatamba kwamba mtaa wake umerembeka. Tunawashukuru kwa utendaji watu wa manispaa, viongozi wetu wa chama na serikali kwa ushirikiano na usimamizi mkuu mlioutenda ndani ya mtaa wetu wa Kasaba. Asante.
Kwa niaba ya serikali ya mtaa na kamati nzima maendeleo ya mtaa, mimi kama mwenyekiti niendelee kuishukuru manispaa ya Kinondoni chini ya mstahiki meya wa manispaa ya Kinondoni kwa jitihada kubwa. Maana kero ya Kanazi na kero ya maeneo mengine Itaga ndio kero ambazo zinazosumbua ndani ya mtaa wetu wa Balozi Msolomi. Lakini nichukue wasaa huu kumshukuru mstahiki meya. Tulipomlipelekea maombi yetu, alipambana na mpaka leo mnaiona Kanazi inapitika vizuri. Hii Kanazi ilikuwa mvua ya leo tusingeweza kutembea katika mtaa. Ungekuwa umeshafurika maji katika kiwango cha hali ya juu, lakini nachelea kusema kwa leo tumetembea kwa miguu licha ya mvua zinazoendelea. Ikinyesha mvua ilikuwa inakaa miezi 6-8 maji yale hayaondoki. Lakini leo Kanazi dakika 2 tu mvua ikinyesha unaweza kupita na gari, unaweza kupita kwa miguu. Kwa nasema ni maendeleo makubwa. Kwa hiyo kwa niaba ya mtaa wa Balozi Msolomi tuendelee kuishukuru serikali yetu ya Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya viongozi wake kama kina mstahiki meya, wakurugenzi wa manispaa na Mheshimiwa DC, wote katika upana wao waliweza kuwa chachu ya kufanya maendeleo ya mtaa wetu. Kwa naomba muendelee kutupokea kwa wakati mwingine ili muweze kutuletea maendeleo, ili wananchi wetu wa Balozi Msolomi waweze kukaa katika mazingira mazuri. Na barabara hii nikisema wakati fulani ni kama ring road. Ikitengenezwa vizuri inaweza ikawa pia ni mchepuko. Kama barabara kubwa imejaa kule, watu wanaweza wakapita huko. Kwa hiyo tunaomba manispaa ya Kinondoni iendelee kututia nguvu, iendelee kutusaidia tuweze kuondokana na changamoto. Lakini pia niwaombe wananchi wetu tuwe wepesi katika kuchangia maendeleo yanayoletwa na serikali yetu. Kwa haya machache mimi niendelee kushukuru. Yangu ni pongezi na shukrani kwa Mheshimiwa Meya na timu yake nzima kwa jitihada kubwa walioifanya kuifanya leo Msolomi na Kanazi inaweza kupitika wakati wote ingawa hali ya hewa ni mvua. Asante. Kwa jina naitwa Gaspar Chambembe, ni mwenyekiti wa mtaa Msisiri kata ya Mwananyamala. Nipo hapa nazungumzia masuala ya maathari ya mambo ya maji ambayo yamewasumbua muda mrefu wananchi wa Msisiri. Wananchi wa Msisiri miaka mingi tu wamepatabika sana mambo ya maji taka. Lakini nashukuru sana baada ya kuweka mfereji huu, hata majuzi mvua imenyesha, kwa kweli ikawa ni amani kabisa, watu wamelala kwa raha zao. Kwa hivyo zoezi hili namshukuru sana Mheshimiwa Diwani ambaye ni meya wa Kinondoni. Yeye kwa ushirikiano wetu wa pamoja ndio tumefikia hapa. Na bado kuna shida nyingine ilikuwa kwa ajili ya mambo ya mfereji kule Panama. Nafikiri wananchi juzi tu walikuwa wanazungumza, lakini taarifa zimefika, nafikiri mara moja tu itashughulikiwa. Kwa hivi nawashukuru sana wananchi wa Msisiri, muwe na amani, yani mjisikie raha. Hakuna mwingine kama Songolo Mnyoro. Kwenye upande wa afya niseme tumeendelea kuboresha huduma za afya ndani ya kata yetu ya Mwananyamala kwa kuwa na zahanati ya Kambangwa, zahanati ambayo kwa mwezi inahudumia si chini ya watu 1200. Zahanati hii imekuwa sasa ni kimbilio sio tu kwa wakazi wa Mwananyamala, hata watu ambao walikuwa wanakwenda Mwananyamala kwa kesi ndogo ndogo na labda wakaambiwa kwa nini mmekuja Mwananyamala hamkuanzia kwenye zahanati. Wananchi wale wamekuwa wakirudi kwenye zahanati ya Kambangwa na wanapata huduma. Zahanati ile ilikuwa na majengo machache. Kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita tumeongeza majengo ndani ya kata ile, ndani ya zahanati ya Kambangwa. Jengo sasa limekuwa ni kubwa, kwa maana mazingira ya utoaji wa huduma yamekuwa ni mazuri. Nimeona tumepita pale, tulikuwa hatuna tawa ya maji, mnara wa maji, walikuwa na changamoto ya maji. Mnara ule sasa tumeujenga chini ya usimamizi wangu.
na sasa tunajiandaa ndani ya muda mfupi kuongeza banda lingine kwa ajili ya wagonjwa kuweza kujikinga na mvua pamoja na jua. Idadi ya wagonjwa kama nilivyosema mmeiona inaongezeka. Wagonjwa hawa wa kawaida tu, kichukulia kina mama wajawazito wanaokwenda pale, sio chini ya 30 mpaka 40 kwa siku. Kichukulia na hawa wengine wanaokwenda kwa magonjwa ya kawaida, nao vile vile sio chini ya 40 mpaka 50 kwa siku. Kwa hiyo kuna wakati pale panafurika. Tumeona ili tuondokane na adha hiyo, tuongeze eneo kwa maana ya kujenga banda ambalo wananchi hawa ama wagonjwa hawa wanaweza wakajistiri wakati wa jua na wakati wa mvua. Habari za saizi, naitwa Dora Mtemo, ni mganga mfawidhi wa zahanati ya Kambangwa. Zahanati ya Kambangwa iko katika kata ya Mwananyamala na tunashughulikia mitaa 7. Zahanati yetu tunaona wagonjwa wote, tunatoa na huduma za baba, mama na mtoto, tunatoa na huduma ya kufubaza virusi vya ukimwi, tunaona na wagonjwa wa nje na kitengo na cha TB. Huduma zinaendelea vizuri. Kwa siku tunaweza tukaona wamama wajawazito kule 20 mpaka 30, wengine wanazidi. Wagonjwa wa OPD kwa huduma za nje tunaweza tukaona 30 mpaka 40, na watoto wanawezekana labda 20 mpaka 25 na kipindi wanazidi. Huduma zinaendelea vizuri, ingawa kuna changamoto kidogo, lakini huduma zinaendelea vizuri. Tulikuwa na changamoto ya mabomba ya maji. Tanki letu lilikuwa haliko juu, lakini tuliweza kupata msaada baada ya kwenda kumuona Mheshimiwa Meya, aweza kutusaidia. Tumepata msaada. Sasa hivi wako kwenye ujenzi. Tanki linapandishwa juu na tuna uhakika kwa maji tutayapata vizuri. Kuna changamoto nyingine ya kupumzikia wagonjwa wakati wanapata huduma, sehemu iko wazi, ila nayo iko kwenye process ya kuanza kutengenezwa. Kwa hiyo tunategemea baada ya muda mfupi hizo changamoto tutakuwa hatuna, tutaweza kuhudumia wagonjwa wetu vizuri hapa Kambangwa. Natoa sana shukrani kwa Mheshimiwa Meya, natoa sana shukrani kwa mkurugenzi wetu wa Kinondoni na mganga mkuu wa manispaa ya Kinondoni. Naomba asanteni sana kwa kutujali wana Kambangwa. Tutatoa huduma ipasavyo kwa kufuata miongozo ya serikali. Lakini hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mwananyamala nayo imeboreka, imekuwa na manufaa makubwa tofauti na miaka iliyopita. Na mimi nashukuru, mimi kama diwani, Mheshimiwa Waziri wa Afya aliniteua kuwa mmoja ya wajumbe wa bodi ya ushauri ya hospitali ya rufaa ya Mwananyamala. Kupitia nafasi yangu kama mjumbe wa bodi ya ushauri ya Mwananyamala, tuliweza kutoa mchango na maoni mengi ya namna gani tuiboreshe ile hospitali walau iweze kuwa hospitali ya kisasa. Mimi ninayezungumza hapa nilikuwa ni mtu niliyependekeza kujengwa kwa jengo ambalo sasa linatumika kama jengo la mama na mtoto, lile jengo la ghorofa pale hospitali ya Mwananyamala. Tulifanya uamuzi mzito nikiwa diwani wa Mwananyamala, na hata fedha za mwanzo za kuanzisha ujenzi wa jengo lile zililetwa Mwananyamala. Ni mimi na mtendaji wa kata tulisimamia na tukaanzisha ule ujenzi ambao sasa baada ya kuwa tumesuasua, wizara ilikuja ikatunga mkono, ikaleta fedha, tukamalizia jengo lile. Jengo lile sasa limekuwa ni tegemezi, na kupitia jengo lile tumeweza kuwa na private wards. Tuna majengo sasa, walau tuna ward, kuna vyumba vya kulaza wagonjwa vya private ambavyo mgonjwa ama familia yake inaweza ikasema tungependa mgonjwa wetu alazwe kwenye chumba hiki na sisi tutachangia malazi, basi anakuwa yuko kwenye eneo la utulivu. Kumbuka ni hospitali ya rufaa ya Muhimbili ina vyumba vya namna hii ambavyo watu wanaweza wakavichangia. Sasa vyumba vile pia vipo pale Mwananyamala hospitali kwa ajili ya wanawake na kwa ajili ya wanaume.
kwamba unakuja wewe unasema nina fedha zangu, ningependa nilale hapa katika chumba nikiwa peke yangu ama niko na mwenza wangu, wakati tunasubiri tupate huduma ya uhakika ya daktari bingwa aje atuhudumie. Hiyo ilikuwa ni ndoto yangu, ninafurahi ndoto ile kwa sasa Mwananyamala imekamilika. Lakini Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan, mara baada ya kuchaguliwa kuwa rais, kufuatia baada ya kuchaguliwa kuwa rais baada ya Mheshimiwa Magufuli kufariki, sehemu yake ya kwanza katika eneo la afya kuja kutembelea ilikuwa ni hospitali ya rufaa ya Mwananyamala. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alikuja Mwananyamala, aliona mazingira ya Mwananyamala na alikuja akatembea kwa wagonjwa, akazuru, akasikiliza shida zao, akasikiliza changamoto za hospitali yetu, akawapa wagonjwa zawadi, lakini alituahidi kutusaidia Mwananyamala. Ninafurahi kusema mabadiliko makubwa ya Mwananyamala hospitali. Kwa nini naisema Mwananyamala ingawa ni hospitali sasa imekuwa ni ya rufaa ya mkoa? Naisema kwa sababu hospitali ile wanufaika wa kwanza ni wakazi wa kata ya Mwananyamala na kata za jirani. Watu wangu wa Mwananyamala wanaichukulia hospitali ya Mwananyamala kama ndio hospitali yao ya msingi. Ikitokea jambo, wao ni pua na mdomo wanakimbilia Mwananyamala. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ametusaidia Mwananyamala. Zimeletwa fedha nyingi ambazo hazijawahi kuletwa katika historia ya taifa letu. Fedha hizi zimewezesha kujengwa kwa jengo la emergency EMD, Emergency Medicine Department, ambalo jengo hili tulizoea kuliona Muhimbili. Leo liko pale hospitali ya Mwananyamala. Wagonjwa wote wa dharura wanapokelewa pale. Lakini Mwananyamala sasa tumeweza kujenga jengo la ICU la wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalum. Jengo zuri kabisa na jengo kubwa ambalo linaweza lika-accommodate takriban wagonjwa wa mara moja sio chini ya 24. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo hospitali yetu ya rufaa ya Mwananyamala imeweza kuyapata. Lakini Mwananyamala tulikuwa hatuna CT scan. Mgonjwa waliopata ajali, waliopata shida, walikuwa na sehemu ya kukimbilia kwenye CT scan ni Muhimbili. Leo Mwananyamala hospitali CT scan iko pale. Uongozi unaendelea kupambana tuwe na MRI. Lengo ni kupunguza mzigo wa wagonjwa wanaokwenda kufuata huduma za matibabu kwenye hospitali ya rufaa ya Muhimbili ama Mloganzila. Kwa maana ziwe ni kesi ndogo kabisa zinazokwenda kule. Kwa hiyo Mwananyamala sasa imepanuka. Ina vitengo vyote. Tunapozungumza hospitali ya rufaa sasa, Mwananyamala imekuwa hospitali ya rufaa kweli kweli. Watu wenye changamoto za afya ya akili, tunasema hakuna sababu sasa ya kukimbizana Muhimbili tukajazana. Wote wanaweza wakaja Mwananyamala wakashughulikiwa. Watu wenye changamoto za mifupa, operation zinaweza zikafanyika Mwananyamala. Kwa nini? Tayari serikali imetupatia madaktari bingwa na wenye uwezo na ujuzi ndani ya hospitali yetu ya Mwananyamala. Kwa hiyo ni kesi ndogo kabisa. Ndio tunaweza tukasema hizi tuzipeleke kule Muhimbili ama tuzipeleke kwenye hospitali nyingine. Kwa hiyo hayo ni mafanikio kwenye eneo la afya, na kipekee ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutushika mkono na kujifanya Mwananyamala kuweza kuwa moja ya hospitali ambayo kwa kweli ni ya kutumainiwa ndani ya wilaya yetu ya Kinondoni na ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa majina naitwa Dr. Zaveri Benela, ni mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamala. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamala iko kwenye manispaa ya Kinondoni, lakini inahudumia pia manispaa ya Ubungo. Nizingatia kwamba Ubungo ilizaliwa kutoka kwenye manispaa ya Kinondoni. Kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, hospitali imeshiriki bega kwa bega kwa kushirikiana na manispaa ya Kinondoni na viongozi wote wa wilaya ya Kinondoni kutekeleza
ilani ya Chama cha Mapinduzi. Cha kwanza, kuna jengo la mama na mtoto ambalo hili jengo lilijengwa kuanzia mwaka 2018 na lilikamilika mwaka 2022. Jengo hili limewezesha hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamala kuwa na ongezeko la vitanda vya watoto wachanga, yani neonate, ambalo kuna jumla ya vitanda 62. Lakini pia jengo hili lina vyumba kwa ajili ya wagonjwa wanaohitaji huduma za binafsi, yani private. Tuna jumla ya vitanda 16. Lakini jengo hili pia linatumika kwa ajili ya wamama waliojifungua kawaida na wale wenye watoto ambao wananyonyesha, ambao lina jumla ya vitanda 40. Na chini pale kuna kliniki ya mama na mtoto. Kwa kuwa na hili jengo tumeongeza idadi ya vitanda, ambapo kama unaona tulikuwa hatuna vitanda 62 vya watoto wachanga, lakini pia vitanda, hospitali ilikuwa haina sehemu ya private. Kwa hiyo imetusababishia kupata wateja, lakini pia kuwa na sehemu ambayo tunaweza kuhudumia hata wale ambao wanapenda kuwa na upekee. La pili ni miradi ya uviko. Kwenye hili tunaomba tumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamala ilipokea jumla shilingi bilioni 3.2, na hela hizo zilitumika kwenye ujenzi wa jengo la emergency, yani la dharura, ambapo mnaona hospitali yetu ilijenga jengo jipya, na sasa jengo hilo linahudumia wagonjwa kati ya 50 na 60 kwa siku. Na hao wote ni wale wa majeruhi, lakini pamoja na wale wa dharura. Na pamoja na ujenzi wa jengo hilo pia kulikuwa na ununuzi wa vifaa pamoja na mafunzo kwa watumishi. Tuna jengo pia lilijengwa la wagonjwa mahututi, yani ICU. Mtaliona hapo, hili jengo lina jumla ya vitanda 24 na vitanda vyote vina vifaa na vinatumika. Limetusaidia sana wagonjwa wote waliokuwa wanaenda Muhimbili kwa ajili ya huduma za uhitaji wa uangalizi maalum. Wale ambao hospitali yetu inaweza kuhudumia, wanahudumia hapa kwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamala. Lakini pia tulifanya ukarabati pia wa jengo kwa ajili ya huduma ya uchujaji damu, yani dialysis. Wateja wengi ambao walikuwa na matatizo ya figo tulikuwa tukiwapata, tulikuwa tunawapeleka hospitali ya taifa Muhimbili. Lakini kwa sasa wateja wote ambao wana changamoto za figo na wanahitaji kuchujwa damu wanafanyiwa hapa Mwananyamala, na kwa huduma zetu bei zetu ni shilingi 150 kwa kila session, na tuna wateja ambao wanafanya session hapa mpaka mara 3 kwa wiki. Eneo la tatu ni eneo la vifaa tiba. Sisi ni moja ya hospitali ambazo zilikuwa na CT scan za mwanzo kabisa kwa hospitali za rufaa za mikoa. CT scan yetu inatusaidia vipi? Inatusaidia wagonjwa wote ambao wana matatizo ya ubongo au kichwa, wanapata huduma kwa wakati, na kama wakihitaji huduma zaidi kwenye hospitali ya taifa ya Muhimbili wanapewa wakiwa tayari wameshafanya hicho kipimo cha CT scan. Na kwa wastani sisi tunafanya CT scan kati ya 6 na 8 kwa siku. Na pia tulipata X-ray ya kisasa ya pili. Kwa hiyo hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Mwananyamala ina jumla ya X-ray 2 ambazo zote zinafanya kazi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo hakuna wakati ambapo mgonjwa atakosa huduma ya X-ray hata kama moja haifanyi kazi. Kwa hiyo tunayo hiyo ya pili. Lakini niseme kwenye maeneo haya yote ambayo serikali ya awamu ya 6 imeyaboresha kwa hospitali yetu ya mkoa Mwananyamala, yamesababisha wateja wetu kwanza kupata huduma za uhakika, kwa sababu mabingwa wa idara mbalimbali wameongezeka kwenye hospitali yetu ya rufaa ya mkoa Mwananyamala. Tuna jumla ya madaktari bingwa 24 wa kada mbalimbali, ambayo imetuwezesha pia kuanzisha huduma mpya za upasuaji. Kwa mfano, hatukuwa na huduma ya upasuaji wa mifupa, sasa hizi zinafanyika hapa hospitali ya rufaa ya mkoa Mwananyamala. Tulikuwa hatuna huduma ya upasuaji wa sikio, koo na pua, sasa hizi zinafanyika hapa, na kwa sasa tumepata pia daktari bingwa wa upasuaji wa matatizo ya macho. Kwa hiyo kwa ujumla niweze kusema kwamba hospitali yetu ya rufaa ya mkoa Mwananyamala katika kipindi cha miaka 4 ya awamu ya 6 imefanya mambo makubwa ambayo yamehakikisha kwamba huduma
za afya kwa wananchi wa Kinondoni na Ubungo zimewafikia hapo hapo walipo. Mimi naitwa Pira Chidi Mogela, ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Mwananyamala. Kata ya Mwananyamala kuhusu ilani tumeitekeleza ipasavyo. Ilani ya Chama cha Mapinduzi kupitia diwani wetu Mheshimiwa Mstahiki Meya Songoro Hamisi Mnyonge ametekeleza ilani ipasavyo. Nikija kwenye shule, tulikuwa na msiribii ambao shule ilikuwa na changamoto ya wanafunzi wengi, lakini shule ilikuwa ndogo, madarasa yalikuwa machache. Kupitia diwani wetu amekwenda kuijenga ile shule kwa gorofa na imeshafunguliwa na wanafunzi wameshaanza kusoma. Tuwatembelea pale, wako comfortable. Mungu ametusaidia hilo. Ukija kwenye barabara, kata ya Mwananyamala katika kata ambayo ilikuwa chafu kwa barabara, kata ya Mwananyamala ilikuwa namba 1, lakini sasa hivi katika kata safi iliyofanikiwa kuwa na barabara nyingi nzuri ni kata ya Mwananyamala kupitia diwani wetu Hamisi Songoro Mnyonge. Amejiteligia, ndio hiyo ilani ya Chama cha Mapinduzi imekwenda vizuri kupitia yeye. Tuna barabara tawi la Mkuruma, barabara Bwawani, kulikuwa vitu kama Bwawani, sasa hivi mpaka imekuwa jina la Bwawani hawalitaki, wanataka waitwe Victoria. Kwa uzuri wa kata ya Mwananyamala, kwa uzuri mtaa wa Bwawani. Nikija mtaa wa Msolomi, walikuwa hawautaki kabisa mtaa wa Msolomi. Kuna Kanazi, sio kuna mtaa gani, lakini sasa hivi barabara zinakwenda kujengwa, moja imeshakwisha, moja iko kwenye kazi inafanyika. Na ukija kwenye Msiri A, kuna mtaa nao ambao kama wasiojua Msiri A, kuna mtaa ambao ulikuwa anakaa Mzee Chonya zamani, diwani wa zamani ambaye alimwachia nafasi Mstahiki Meya Songoro, nao unakwenda kujengwa lami na imeshaanza kuweka mifereji. Nilikuwa huko juzi na hivi ninavyosema mafundi wako site, kazi zinaendelea. Nikija kwenye ofisi, akajiongeza mpaka kwenye ofisi yake ya diwani. Alikuwa na ofisi ambayo ukiingia ndani unamuona wa nje na wa nje unamuona ndani, kwa ufa ambazo zilikuwa zile ofisi ambazo ilikuwa imechoka, ofisi yake ya diwani. Lakini hivi ninavyoongea ile ofisi imeshapigwa chini na imeshaanza kujengwa na ipo kwenye madirisha, inakwenda vizuri. Ili yote hayo ni kuweka kata Mwananyamala vizuri na diwani wetu kuweka kwenye hiyo ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ukija kwenye Chama cha Mapinduzi, hapa ninapoongelea ni ofisi yetu ya Chama cha Mapinduzi kata ya Mwananyamala. Tulikuwa hatuna ofisi. Hapa ninapoongelea sasa hivi ofisi hii pia nilokaa ameijenga diwani wetu Songoro Hamisi Mnyonge kwa hela zake, katuweka hapa nilipo na ninatamba na waandishi wa habari, niko hapa naongea, lakini kazi hii yote ilikuwa kazi ya Songoro Hamisi Mnyonge. Hii yote ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye kata ya Mwananyamala. Mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa Kopa, naitwa ndugu Joseph Mramba Mruma. Ni mwenyekiti ambaye nimeingia sasa awamu ya pili, na kiutendaji wa kazi ambazo ushirikiano mkubwa katika utekelezaji wa ilani za Chama cha Mapinduzi. Asilimia 75-65 zimetekelezeka kwa sababu kiongozi wetu diwani huyu amekuwa ni mtu yuko karibu kwa ushirikiano. Kwa mfano, nilikuwa na sehemu ambayo ilikuwa inajaa maji, sehemu ya kwa Kimbao. Eneo hilo limekaa zaidi ya miaka 30 ilikuwa hajafanywa kazi. Lakini baada ya kumpelekea ujumbe mheshimiwa diwani, alikuja akakagua, na alipokagua akanipa ushirikiano kwa kutoa ushirikiano na mimi. Akachangia kiasi cha hela ambacho tulichangia na za wananchi. Kulikuwa na dimbwi kubwa sana la maji ambalo lilikuwa limesababisha watu wengine kwenye nyumba zao kuhama. Lakini hilo dimbwi tukalimaliza na sasa hivi sehemu inapitika.
na tulikuwa na masuala ya ulinzi na usalama ambayo tukimshirikisha alitupa ushirikiano mkubwa. Sasa hivi mtaa wa Kopa ambao ulikuwa unatishia amani kwa wananchi, sasa hivi mtaa uko salama na wananchi wanafanya shughuli zao vizuri sana. Kuhusu masuala ya ushirikiano wa mambo mengine, kwa kweli ni mtu ambaye yuko karibu na wananchi na amekuwa mwepesi sana kusikiliza wananchi na ni mtekelezaji, sio mtu wa kuahidi kitu asitekeleze. Kwa hiyo ni diwani ambaye amekuwa ni diwani wa pekee ambaye wa mfano wa kuigwa, kwa sababu ni diwani wa vitendo, sio wa maneno. Ukimfikia tu lile ambalo unataka alitekeleze au mlitekeleze, ulifanyia kazi mara moja na linatekelezwa. Anachotaka yeye ni mtu ambaye anamwagiza kazi yake awe mwaminifu. Ukiwa mwaminifu mtafanya kazi naye vizuri, lakini kama sio mwaminifu, hapo utampa mashaka. Lakini amekuwa yeye anapenda kufanya kazi na watu waaminifu na akiwashirikisha mambo mengi. Kwa hiyo ni diwani ambaye tunamkubali na tunasema katika madiwani waliopambana ametupambania, na sasa hivi tuko katika mpango ambao barabara zetu zilikuwa zimejengwa mfereji na DMDP, lakini ile mfereji ilijengwa ovyo. Lakini mheshimiwa diwani kwa ridhaa yake ameshalishughulikia. Sasa hivi karibuni hiyo mifereji yote itaanza kujengwa tena upya na kurudisha hadhi ya mtaa na barabara kuwa sahihi. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye bado tunamhitaji sana kwa ajili ya kazi zetu katika mtaa wetu ili tuweze kupata maendeleo, kwani kuna vitu vingi ambavyo tunavihitaji ambavyo yeye ataweza kuvisimamia na tuweze kuvipata. Kwa hiyo namshukuru sana kwa kazi yake njema na ninamwombea Mungu ili tuweze kuendelea kuwa naye katika kutenda kazi zetu za maendeleo. Asante sana. Mimi naitwa Hussein Gingira Lugulu, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Bwawani, kata Mwananyamala. Kwa kweli nikizungumzia swala zima la maendeleo hususani kwenye mtaa wangu katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwanza niseme nimshukuru sana mheshimiwa diwani, ametufanyia mambo makubwa sana ndani ya mtaa wangu wa Bwawani, lakini pia na nje ya mtaa wa Bwawani nikizungumzia kwenye kata ya Mwananyamala. Lakini pia vile nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa kwenye mtaa wangu, lakini mchango wake mkubwa pia kwa wananchi wangu. Awali yote niseme kwamba wananchi tunampenda sana Mheshimiwa diwani, lakini pia tunampenda sana rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Bwawani hii ya leo sio Bwawani ya jana. Bwawani ya leo yani natamani kubadilisha jina, kuipa jina moja zuri sana la huko nchi za wenzetu zilizoendelea. Kwa maana kwamba ukichukulia uhalisia wa Bwawani ya awali iliyokuwa kipindi kama hichi cha mvua, kwa kweli kulikuwa na shida sana. Lakini mradi ulokuja DMDP chini ya mstahiki meya ambaye ni diwani wetu, kwa kweli tunamshukuru sana sana sana, ametuboreshea mtaa wetu. Leo hii mtaa wetu, miaka mitatu ya nyuma, nyumba zilikuwa zinauzwa kati ya milioni 40 na milioni 60. Lakini leo hii ninavyosema hapa, nyumba zinauzwa kati ya milioni 250 na 350. Haya yote ni matunda ya diwani wetu katika kutuletea maendeleo. Bila maendeleo haya thamani isingepanda. Bila maendeleo haya wasanii maarufu wasingekuja kufanyia shooting kwenye mtaa wetu. Mimi nampongeza sana mheshimiwa diwani, sana 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 sana. Mungu azidi kumweka, Mungu ambariki sana, aendelee na wema wake wa kusaidia wananchi. Mheshimiwa diwani amekuwa yupo karibu na wananchi, hata ukimtafuta saa 6 usiku, saa 7 usiku anapatikana, na hata simu pia vile vile anapokea.
kwa kweli ni kiongozi wa mfano, kiongozi wa kuigwa. Mimi kama mwenyekiti, lakini pia vile vile ni makamu wa wenye viti wa kata ya Mwananyamala, kwa ridhaa yao naomba tumuombe Mheshimiwa diwani aendelee na kipindi kingine ili kuijenga kata yetu ya Mwananyamala, ili kuijenga mtaa wa Bwawani, na tuko tayari bega kwa bega kushirikiana naye, kuambatana naye. Alipo yeye na sisi tupo. Kwa majina anaitwa Furahisha Nuhu Sapi, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mwinjuma, kata ya Mwananyamala ambayo ina mitaa 7 katika wilaya ya Kinondoni. Kwa kweli yamefanyika mambo mengi makubwa. Kwanza nimshukuru Mheshimiwa Diwani Songolo Mnyonge kwa usimamizi mkubwa. Kama mnavyoona mtaa wetu unapendeza, una barabara nyingi za lami, mifereji, taa za barabarani za sola. Yote hii imekuja, sio kwamba imekuja kama vile kwa kutembea peke yake bila usimamizi au ufuatiliaji. Kwa hiyo namshukuru sana diwani wetu ambaye ni mstahiki meya wa manispaa ya Kinondoni kwa ufuatiliaji wake na usimamizi wake wa kuweza kuiwezesha Mwinjuma yetu hii kung'aa. Sasa hivi Mwinjuma yetu nayo imepanda thamani. Ina thamani kubwa sana. Ukiangalia mtaani. Alafu jambo lingine, katika siku za nyuma ilikuwa mvua kama hizi zinazonyesha, mfereji wetu wa Mto Ng'ombe, ilikuwa wananchi pengine saa hizi mngekuta wakazi wengi wameondoka, wamehama, lakini huo mfereji wa Mto Ng'ombe kwa kiasi kubwa sana baada ya ujenzi wake kukamilika umepunguza kwa kiasi kikubwa, 90% nasema kama somia, kuweza kwamba sasa hivi ile kadhia mafuriko ambayo ilikuwa inatukumba hamna. Kwa hiyo yote ni juhudi za mheshimiwa diwani wetu ambaye ni mstahiki meya wa manispaa ya Kinondoni. Yes, mtazamaji, tupo katika mtaa wa Mwinjuma, ni moja kati ya mitaa iliyopo katika kata ya Mwananyamala, na hapa pembeni yangu ninaye mzee wangu ambaye ni mkazi wa mtaa huu. Yeye ni mzee wa muda mrefu sana hapa. Atatupa historia fupi ya eneo hili, kipindi cha nyuma lilikuwaje na sasa hivi limekuwa na utofauti upi kwenye upande wa miundombinu, elimu na afya pia. Mzee, shikamoo. Marhaba, habari za kwako? Mimi namshukuru Mungu. Naendeleaje? Salama. Pole na majukumu. Na nyinyi pia poleni na majukumu mliokuwa nayo. Nashukuru. Sasa twende kwa ufupi, tuelezee kipindi cha nyuma eneo hili la mtaa Mwinjuma lilikuwaje kwenye upande wa miundombinu? Kwa wakati ambao huo unaozungumza wewe, miundombinu ilikuwa migumu sana. Kwa kusema ukweli, mvua kama hizi, manyunyu kama haya, tulikuwa tunaathirika sana. Kipindi cha mvua. Kipindi cha mvua. Mlikuwa mnaathirika vipi? Tunaathirika ni kwamba maeneo yote haya yalikuwa matope. Yote haya maeneo yalikuwa matope. Hakuna hata pa kupita. Hatuna lami. Manake ndio kupita kuzuri. Mafuriko tulikuwa nayo. Maji yanaingia ndani Mto Ng'ombe kule. Wale ambao watu waliokuwepo, watu wote huwa wanakuja kutoka chini katika Mto Ng'ombe, wanapandisha juu waliko watu wengine na kuomba misaada kwa ajili ya kuweza kuwasaidia mpaka mvua itakapopisha. Kwa hiyo mafuriko yalikuwa yanasababisha mpaka watu wanakosa mahali pa kulala. Nyumba zile zilikuwa zote zinajaa maji. Lakini sasa hivi baada ya kuwepo kwa mheshimiwa diwani, sisi tutaka kusema hakuna kitu ambacho tunachokishukuru kuliko kuletwa huyu diwani huyu. Na maana yake siku hizo zilizopita zilikuwa kwamba sio kwamba kulikuwa hakuna madiwani. Tulikuwa nao, lakini kero ikutatuliwa. Kero hakutatuka. Watu wako wanateseka. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kumleta kijana huyu
Songoro Mnyonge, ambaye Mwenyezi Mungu amempa upeo na yeye kuweza kusimamia mambo kama haya tunayoyaona sasa hivi kwa mabadiliko yalikuwa yalivyoanza madogo madogo. Sisi mara ya kwanza tulianza kuona mastajabu mamoja. Tulianza kuona kutoka Mkwajuni kule kwenye shule ya Ridhwa. Kumeanzwa kuletwa greda kwa ajili ya kutengenezwa barabara. Kuchongwa, tukaona hapa mabadiliko. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa bahati nzuri ilikuwa mwishoni mwa mwaka ya kumaliza kipindi chake, lakini awamu ya kwanza ikachongwa barabara, ikatiwa lami mara moja ya kwanza, ikaishia pale kwenye kona. Nimeelewa? Sasa kwa kusema kweli, kipindi kilichopita na sasa tofauti kubwa sana. Utofauti uko wapi sasa, labda kwa ufupi? Tofauti wetu uliokuwa kubwa, huyu bwana alivyoingia kipande cha pili Songoro Mnyonge, awamu ya pili, akaendeleza haya aliyokuwa ameacha. Kwanza akairudia tena barabara ile akaichonga kwanza kabisa. Haikuchongwa, ilitiwa lami kabisa, raha yenyewe hiyo. Ilitiwa lami kabisa. Ikatiwa lami, tukasikia raha sana. Ukawa mjini. Tukapata barabara hii inayotoka hapa kwenda kule. Nayo imetiwa lami. Imetiwa lami. Na mitaro ama? Na haiwezekani kwamba watu watatia lami bila ya kuweka mitaro. Mitaro tunayo mizuri. Tunatembea bila ya matatizo, na watu wanapita katika mitaro. Mitaro imejengewa vizuri ndani na imefunikwa. Watu wanapita, watoto wadogo wanapita, na magari tunapishana nayo hayana matatizo. Mafuriko hayaingii. Mafuriko hatuna tena. Na mafuriko wakati uliopita ulikuwa unaingia ndani ya nyumba za watu. Labda ukitofautisha za kipindi cha nyuma, thamani ya ardhi zilikuwaje? Thamani ya nyumba katika kununua? Hayo wala usizungumze. Kwa sababu wakati uliopita nyumba hizi zilikuwa bei yake nikikwambia wewe utakataa. Sisi tumenunua hizi nyumba kwa watu ambao walikuwa wamepata kutoka serikalini, yani National Housing. Watu waliokuwa wamewasaidia National Housing kujenga. Hizi nyumba wanunua kwa shilingi 16,000. Hizi nyumba za sasa hivi. Hizi nyumba unazoza National Housing ambazo wananunua watu sasa hivi wanavunja na kujenga shilingi 16,000. Sisi tulizikuta katikati tumenunua 1,200,000. Sasa hivi hizi nyumba bila 1,300,000-400,000 huwezi upati kabisa. Kwa hiyo kutokana na miundombinu sasa kuboreshwa, hata thamani ya nyumba na ardhi vimepanda. Miundombinu ndio imefanywa. Hapa imekuwa kama tuko sehemu gani sijui, manake siwezi kuzungumza. Ushuani. Yani tuko mahali ambapo tunajiona sisi tusokwenda Ulaya, tunajiona kama tuko Ulaya. Kwa sasa hivi kumekuwa pazuri sana. Palivyokuwa pazuri na jinsi ardhi ilivyokuwa imepanda thamani. Ni kweli. Na kila mtu anatamani kununua nyumba sasa hivi huku. Unaona magorofa yale? Sasa hivi huu mji kwa kipindi cha huyu bwana Songoro Mnyonge alivyokuwepo na alivyoboresha na anazidi kuboresha, hii hali ndio imetokea kuwa namna hii. Hii hali wakati uliopita ulikuwa ni wakati mgumu sana. Sasa tukiachana na upande wa miundombinu, labda upande mwingine upi ambao umekuwa na utofauti kulinganisha na kipindi cha nyuma? Upande mwingine mpaka sasa hivi tunashukuru sana hospitali yetu ya Mwananyamala. Hospitali yetu ya Mwananyamala ilikuwa ndogo sana. Upande wa afya. Ilikuwa ni ndogo sana, na vyumba vilikuwa havitoshi vya kulaza wagonjwa, na maeneo ya kufanyia kazi yalikuwa hayatoshi. Lakini sasa hivi kama sikosei nikisema uongo, kuna nyumba zisizopungua 6 kubwa ambazo zote zinashughulika na mambo ya hospitali. Sawa. Kwa hiyo mambo ya afya yameboreshwa kwa sasa hivi watu kiasi kikubwa sana. Kiasi kikubwa sana.
Mimi namshukuru bwana Songoro Mnyonge kasimamia sana na mambo mengine haya. Ametutoa mahali ambapo wengine macho yetu yalikuwa bado yamelala. Sasa hivi macho yetu yanatazama mbele. Kutokana na usimamizi wake aliokuwa nao. Na hali ilivyokuwa hapa sasa hivi. Tofauti sana sana, usilinganishe na madiwani wengine ambao waliokuwepo na ukilinganisha na Songoro Mnyonge. Hapana, sio kweli. Sasa lipi neno lako la mwisho kwake, maana anakutazama sasa hivi? Songoro Mnyonge tunavyo mzungumza hivi sasa, kama ikiwezekana, mimi na washawishi wananchi wenzangu wa eneo letu hili la Mwinjuma. Na washawishi kweli kweli tena. Tusishawishike na watu wanaotaka kupita pita. Kujua sijui ndini, maneno ya kukashifu vitu vingine ambapo hakuna mtu yoyote ambaye atamaliza vitu vyote kwa siku moja. Ni kweli. Haiwezekani. Sio kweli. Vitu vinaenda kwa utaratibu. Vitu vinakwenda kwa utaratibu. Ndio maana tukafika hali hii. Hii hali tumefikia kwa sababu tunakwenda taratibu. Tumekwenda vizuri. Kweli. Na kumchagua mtu sahihi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi na washawishi wenzangu, wananchi wenzangu wote tuliokuwepo katika Kinondoni, wacha hii eneo hili letu hili. Kwa sababu sisi tukimchagua sisi hapa watu wengine kama hawakumchagua, tutakuwa tumefanya nini? Tutakuwa hatujafanya. Lakini mimi na washawishi wenzangu bado tuna shida naye huyu bwana. Aendelee kuwepo, atumalizie vile ambavyo viko kwenye kichwa chake na tunaviona kwamba kumebaki labda hapa. Hapa. Labda hapa. Atumalizie. Na sisi tutakuwa tuko tayari kuwa naye pamoja. Na vipi sasa kuhusu kwenye upande wa ulinzi na usalama? Usalama ulikuwa kwa asilimia ngapi hasa kwa wananchi katika kipindi cha nyuma kidogo? Tena hilo nilikuwa nataka uniulize kwa sababu ndio nilikuwa naliomba. Uniulize ili kusudi nikueleze hali ilivyokuwa, kwa sababu watu walikuwa hawapati usingizi. Ilikuwaje sasa? Waliona ile joto? Waliona? Ukilala usiku wewe huna feni utafanyaje? Utafungua dirisha. Lazima ufungue dirisha. Na ukifungua dirisha, ukiamka asubuhi huna suruali, huna simu, umekuibia vyote. Vitu vyote vimekwishaondoka. Kwa vibaka walivyokuwa wanatembea katika maeneo yetu. Unaibiwa mchana kwa upe. Lakini sasa hivi walivyoleta ulinzi shirikishi, sungu pamoja na polisi kata pamoja na polisi jamii, polisi ambao tuko nao hapa katika kituo chetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika kamata waliokuwa wameikamata, na ukitoa ripoti hata dakika 10 hawa ndugu zetu nao utawakuta wako tayari mlangoni kwako. Bora uambie tu niko mahali fulani tunatendeka kitendo fulani. Kwa ukitoa taarifa vijana wanakufuata. Wanakuvamia tena. Unaelewa? Lakini sasa hivi hata kituo cha polisi kimejengwa. Sasa hivi mimi sinaamka alfajiri. Naamka alfajiri kwenda msikitini. Una swali zako, unaenda kuswali. Unaenda kuswali. Sasa hivi saa 7 ya usiku kama hivi watu walikuwa wameswali Ramadhani, unajua usiku wa manane, narudi hata habari sina. Unatembea tu. Natembea, narudi nyumbani. Kwa hiyo kwa maana hiyo ulinzi na usalama umeboreshwa vizuri sana. Umeboreshwa vizuri. Manake wataka tuseme kitu gani? Waswahili wanasema mnyonge mnyongeni kama jina lake. Sijui mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Sijui umeelewa? Mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Sijui umeelewa? Sasa yeye hataki kunyongwa, mimi naona. Apewe haki tu. Kabisa. Kwa hiyo mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Hali ya eneo letu tuko salama, maendeleo tunayo mazuri, hali ya barabara pamoja na vitu vingine, shule na ningesia miundombinu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mifereji inatusaidia kiasi cha kutosha.
Maji tena hayaingii. Maji hayaingii. Na umezungumza habari ya maji. Maji tunapata sasa hivi, mabomba yote yanafurika hapa. Hadi ndani kabisa. Mpaka kwenye shawa. Ndio. Kama Ulaya mwenyewe umesema. Mimi nakwambia mimi tusiokwenda Ulaya, sisi tunajua hapa tumefika tena. Hakuna mahali kwingine. Basi mimi nikushukuru Mungu akubariki. Lakini tutoleeni salamu kwa Songoro. Anakuona mwenye hapo. Zungumza naye. Tutoleeni salamu kwa Songoro kwamba bado tunamtaka, bado tunampenda, bado tuna shida naye, atumalizie haya yaliyokuwa yamebakia madogo madogo. Makubwa kashayaonyesha. Tunataka hii tena iwe Ulaya. Eneo letu hili la Kinondoni liwe Ulaya. Atuletewe wawekezaji, watu maskini wasioweza kujenga majumba wanahamishwa, waachilia mbali kununuliwa, lakini tuweze kupata watu watusaidie kusema wewe nyumba yako hii na mimi naingia ubia na wewe. Sawa kabisa. Hii Kinondoni yote hii nadhani sikuwa kukutana naye kama mwaka ujao vipi Songoro, basi nitamwambia bwana ujumbe wako kashaupata. Basi tunamwomba aendelee. Tunamwomba na nawaambia wananchi kwamba tusimtupe mpaka tuone hilo ambalo yeye bado hajalimaliza. Sawa kabisa. Mimi naamini ameshakusikia. Asante sana. Haya, mimi nikushukuru mzee wangu Kizenga, Mungu akubariki sana. Asante. Nashukuru kwa ushirikiano wako. Asante. Mtazamaji, huyu anaitwa mzee Kizenga, umemsikia hapa. Ameongea mengi sana, historia ya mtaa huu wa Mwinjuma ndani ya kata ya Mwananyamala. Mimi naitwa Janet Michael, bado tunaendelea na documentary hii ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM ndani ya kata ya Mwananyamala. Kwa jina naitwa Ramia Bakari Mtei, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi tawi la Nkuruma. Nina muda mrefu na miaka mingi kidogo tangu uongozi wangu, na labda nizungumzie swala la utekelezaji wa ilani. Utekelezaji wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi 2025 imetekelezwa vizuri chini ya Mheshimiwa Songoro Hamisi Mnyonge, diwani wetu wa kata ya Mwananyamala na mstahiki meya wa manispaa ya Kinondoni. Kazi aliyofanya kwa kweli ni nzuri, tunajivunia. Huku kama ambavyo unavyofahamu, nafikiri wengi mtakuwa mmepita au umeona, huku palikuwa ni barabara zilikuwa za vumbi. Leo tuna barabara za lami. Karibia 98% ni barabara za lami. Zilizobaki ni chache. Ni chini ya uongozi wa Songoro Hamisi Mnyonge, diwani wa kata ya Mwananyamala na mstahiki meya wa manispaa ya Kinondoni. Kwa kweli ametupa nguvu ya kutembea kifua mbele kwa kutuondolea adha ambayo ilikuwepo ya matope na mabonde yasiyoisha. Lakini bado kuna mafuriko ambayo yalikuwa yanatokea katika mtaa wetu. Yalikuwa mafuriko ya mto Pacha ya Ng'ombe. Nyumba zilikuwa zinajaa maji, nyumba zilikuwa zinaanguka. Lakini kwa sasa hivi, kutokana na matengenezo yaliyofanyika baada ya kumalizika swala la ujenzi wa barabara, kuna maeneo ambayo sasa hivi yameboreshwa na maji sasa hivi hayasimami. Kwa hiyo ile adha ya kujaa maji nyumba imeisha. Lakini bado tuna jambo dogo tu ambalo linatakiwa kurekebishwa la kutengeneza, kuhakikisha yale maji yanakuwa hayatuami. Na hiyo lakini inasababishwa ni watu wakazi wamejenga katika jirani na mfereji. Kwa hiyo tunapenda tumwombe mheshimiwa mstahiki meya atusimamie hili jambo pale na kule anapoparekebishwe, ili maji yaweze kwenda vizuri na tuondokane na adha ya mafuriko. Lakini huku sasa hivi ni Ulaya, mambo ni mazuri, na sasa hivi ni magorofa kwa ajili ya matengenezo yaliyofanyika. Pamekuwa ni pazuri, na sasa hivi wanaokuja ni wageni, kwa maana wawekezaji wameongezeka na kuja kununua nyumba. Wananunua nyumba huku, nyumba sio chini ya milioni 400, milioni 350.
Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tayari pamekuwa ni sehemu ambayo ni nzuri, sehemu ambayo ni rafiki kuishi, lakini pia kufanya biashara. Kwa hiyo wawekezaji wanavutiwa. Ni kwamba kwa vyovyote tukubali kwamba ukiona vinapendeza jua vinaundwa. Kuundwa kwenyewe ni huko. Hapo awali hakuna mtu ambaye alikuwa anataka nyumba katika maeneo haya, lakini sasa hivi wanagombania na nyumba zimepanda bei. Yanayofanyika sasa ni kwamba ni magorofa yanajengeka na uwekezaji unaongezeka, lakini pia na wabia wanaingia kwa ajili ya kujenga nyumba kwa mkataba, kwa maana ya kugawana, kwamba kugawana mapato. Kwa maana hiyo tunaringia hilo. Tunamshukuru sana meya wetu au mheshimiwa diwani wa kata ya Mwananyamala Shongolo Hamisi Mnyonge. Huku palikuwa ni giza, sasa hivi barabara ni lami, kuna taa za barabarani, kuna mifereji na mambo yote yanakwenda safi. Tunapenda kusema kwamba kwa kweli aendelee kutufanyia kazi katika kata yetu ya Mwananyamala na especially mtaa wa Mwinyuma. Kwa hiyo ni kwa hayo machache nipende kusema ilani yetu imetekelezwa na tunakwenda nayo, naamini itatuvusha. Hivi ndivyo tunavyohitimisha dokumentari yetu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM ndani ya kata ya Mwananyamala. Na kama ulivyoona, Mheshimiwa diwani wa kata hii ya Mwananyamala ambaye pia ni mstahiki meya wa manispaa ya Kinondoni, ndugu Songoro Mnyonge, amefanya mengi sana, na haya tuyokuletea ni machache kati ya mengi ambayo ameyafanya, na natumaini umeipenda na kuifurahia dokumentari hii. Jina langu ni Janet Michael na kazi iendelee.